نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أوصيكم وإياي بتقوى الله إخوة الإيمان أحباب رسول الله. إن موضوع خطبتنا اليوم سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن حقوق الوالدين. Ninawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ima maudhui ya khutba yetu ya leo, kichwa cha habari kinatuambia haki za wazazi wawili. Haki za wazazi wawili. اعلم أيها المسلم إن للوالدين حقوقا عظيمة. fahamu ya kwamba yawe Muislam, hakika ya wazazi wako wawili una haki kubwa sana juu yako wewe. ولماذا؟ لأن الله تعالى قرن حقوقه بحقوق الوالدين في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sehemu nyingi sana katika Qur'ani tukufu alipokuwa akizungumzia haki zake, basi lazima aunganishe na haki za wazazi wawili. Hakuna pahala ambapo ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amesisitiza na akahimiza aabudiwe yeye pasi na kushirikishwa, alafu akaacha kuzungumzia haki za wazazi wawili. Sehemu zote katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu anapozungumzia haki yake au haki zake, kinachofuata anazungumzia na haki ya wazazi wawili juu ya watoto wao. wa huququllah an na'budahu ibadatan safiyatan khalisatan lahu jalla jalaluhu wa 'azima jahuhu wa la ilaha ghayruhu. na haki za Mwenyezi Mungu juu yako wewe umwabudu ibada iliyotakasika, ibada iliyo safi kabisa, una wala usimshirikishe na kitu chochote kile. Amma huququl walidain, amma huququ haki za wazazi wawili, an nubirra bihima wa nuhsina ilayhima ihsanan kabira, kuwa watiifu kwao na kuwatendea matendo yaliyo mazuri. Ndugu zangu Waislamu, إن بر الوالدين أمر من الله تعالى، وهي الوصية الثانية العظيمة بعد وصية الله تعالى. lazima ufahamu ya kwamba
haki ya wazazi wawili, kuwatendea mema wazazi wawili ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiye uhusia wa pili wa Mola wako aliyohusia waja wake baada ya kumwabudu na pasi na kumshirikisha. Uhusia wa pili anasema kuwatendea wema wazazi wawili. Katika surati al-Ahqaf Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، na tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili, kuwafanyia ihsani wazazi wake wawili. Kisha akaelezea kati ya wazazi wawili hawa mwenye uzito zaidi, akasema hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha, amembeba mama yake katika ujauzito wake kwa taabu, kwa shida. Wa wada'atuhu kurha, na akajifungua kwa shida. وحمله وفصاله 30 شهرا, na kubebwa kwake tumboni na mpaka amenyenyeshwa akawa mtu mzima. Mzazi amechukua miezi 30. Ndugu zangu Waislamu, miezi 30. Jaa rajulun ila Uthman ibn Affan, kuna mtu aliwahi kuja kwa Sayyidina Uthman ibn Affan, anasema toka nimeoa ni miezi 6 na mke wangu ameshazaa, mimi ninamtuhumu huyu mwanamke kwa vyovyote vile, lazima ujauzito aliupata nje ya ndoa kabla mimi sikumuoa. Sayyidina Uthman akataka kutoa hukumu, na kabla hajatoa hukumu akamshauri Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib akamwambia لا عجب أن تلد المرأة بعد 6 أشهر, hakuna ajabu mwanamke kuzaa baada ya miezi 6. Miezi 6 ndiyo miezi ambayo Qur'ani ilizungumzia kiuchache. Ndipo akamwambia, hukusikia Mwenyezi Mungu aliposema wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, na amebebwa ujauzito wake na akalelewa akanyenyeshwa kwa muda wa miezi 30. Ndugu zangu Waislamu, sheria ya Kiislamu inasema mwanamke atajifungua kabla ya miezi 9, basi asimnyenyeshe mtoto miaka 2. Kama yule ambaye amejifungua baada ya miezi 6, kinachotakiwa kwake amnyenyeshe mtoto miaka 2 miezi 4. Miaka 2 na miezi 4, ukija ukajumlisha na miezi 6 ujauzito, jumla inakuwa ni miezi 30. Kwa hiyo kiuchache katika zama zilizopita wanawake walikuwa wanafikisha miezi 6 na wanajifungua kiuchache kabisa, na mpaka hivi sasa wako wanawake kama hawa. Ndugu zangu Waislamu, huu ni usia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi kuwatendea wema wazazi wawili. Katika surati Luqman Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wawasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu ya ihsan. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 2 amain, mama yake alimbeba kwa shida na akajifungua kwa shida. Kisha Mwenyezi Mungu akasema na akamnyenyesha miaka 2. Anishkur li wa liwalidayka, nishukuru mimi pamoja na wazazi wako wawili. wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun la tuti'huma,
Na kama wazazi wawili watakupiga vita juu ya jambo ambalo la kunishirikisha mimi, basi usiwatii katika hilo. La ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Mtume anasema hapana ruhusa ya kumtii kiumbe pale anapozungumzia au anapoamrisha jambo la kumasi Mwenyezi Mungu. Wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Hata kama wazazi wawili watakuwa si waislamu, basi Mwenyezi Mungu anatoa amri muishi nao katika dunia hii kwa uwema kabisa. Ndugu zangu waislamu, katika sura al-Ankabut Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. kuna sehemu anasema ihsana, kuna sehemu anasema husna. Tumemhusia mwanadamu kuwatendea wema wazazi wake wawili. wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Na kama watakuamrisha wakakupiga vita juu ya jambo ambalo la kunikasirisha mimi, la kunishirikisha mimi, basi si ruhusa kuwatii wakati huo wazazi wawili. Kinyume na mambo ambayo yanamkera Mwenyezi Mungu, basi ni lazima wazazi wawili wapewe taa ya hali ya juu. Kumtii wawili ni ibada tosha kabisa. Ibn Kathir anasema sababu za kushuka aya hizi, sahabiyun jalil اسمه سعد بن مالك أسلم ودخل في الإسلام. فلما سمعت أمه قالت له يا سعد ما الذي سمعته قد حدث لك؟ والله لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. سعد بن مالك aliingia katika Uislamu. Mama yake hakuwa Muislamu. Alipopata habari amesilimu, akamwambia nasikia umebadili dini yako, umekwenda kwenye dini nyingine. Wallahi ninaapa sitokula wala sitokunywa mpaka urudi kodi katika dini yangu mimi, au kama hutaki nitakaa na njaa mpaka nitafariki. Na watu watakutia aibu kwamba alimuua mama yake mzazi. Saad ibn Malik ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia mama yake la taf'ali ya ummah, usifanye hivyo ewe mama yangu. Mama anasema kama ndivyo hivyo ilivyo, basi toka katika Uislamu. Saad akamwambia mama yake wallahi la ad'a dini hadha li shay, wallahi ninaapa siwezi kuacha dini yangu hii kwa ajili ya jambo lolote lile. Famakathat al-um duna an ta'kul wa duna an tashrab yawman thumma yawmayn thumma thalathata ayyam hatta dha'ufat. Akakaa siku ya kwanza bila ya kula wala ya kunywa, siku ya pili, siku ya tatu, mpaka amedhoofika. Saad akamfuata mama yake akamwambia ya ummah ata'lamina annaki law kanat laki 100 nafsin fakharajat nafsan nafsa ma taraktu dini hadha li shay'in fa in shi'ti akalti wa in shi'ti tarakti. Akasema yeye mama yangu, wallahi ninakuapia hata kama utakuwa nafsi 100 ikatoka nafsi moja hadi nyingine ili mimi niache Uislamu wangu, sitoacha mpaka nahakikisha nafsi zako zote zinaondoka. Kwa hiyo ukitaka usijisumbue, bora ule. Kama hutaki endelea kukaa na njaa yako. Hapa ndipo mama akawa ameshindwa, akaanza kula baada ya kuona msimamo wa mtoto wake. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo akashusha aya wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Tumemwamrisha na tukamhusia mwanadamu kuwafanyia ihsani wazazi wake wawili. Lakini kama watakuamrisha kunishirikisha mimi jambo la kumuasi Mwenyezi Mungu, fala tuti'huma, wala usiwatii, na wala usiwape maneno yaliyo mabaya, mpe maneno yaliyo mazuri, kuonyesha kwamba hauko tayari kumsikiliza katika hayo, kwa sababu hayo yanamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halumma ilaina ila surati al-Isra. Hebu twende katika surati al-Isra. Angalia Mwenyezi Mungu amri aliyoitoa kutoka katika mbingu ya 7. Amri hiyo inakuhusu wewe na mimi. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Na amesha hukumu Mola wako, amesha panga Mola wako,
ameshapitisha Mola wako, ameshafaridhisha Mola wako ya kwamba alla ta'budu illa iyyah, msimwabudu kitu chochote kile isipokuwa yeye, msimwabudie mtu wa aina yoyote yule isipokuwa yeye. Wa bil walidaini ihsana, na ameamrisha Mola wako na akahukumu Mola wako na akafaridhisha Mola wako kuwatendea wema wazazi wawili. Watu nahau wanafahamu wao ya pili inafanya kazi gani. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هين واو العطف، أي وقضى ربك كذلك بالوالدين إحسانا، نبيل ما يقوم ملواكو كواتنديا ويما وزازي وويلي. إما يبلغن عندك الكبر، كما وزازي واكو وتبتبخت يكويشنا ولم دمرف وكاوة وزيمة أحدهما مجواو أو كلاهما أو وتواويلي فلا تقل لهما أف، ولو سواpe neno dogo kama neno la uffin. Ni neno dogo sana ambalo siwezi nikafananisha na kitu chochote kile katika maneno. Kama kuna neno dogo mno basi ni neno la uff, ni dogo sana kuliko maneno yote. Ni sawa na sawa usiwaambie wazazi wako wawili tamko kama hilo. Wala tanharhuma, wala usiwanyanyase. Waqul lahuma qawlan karima, wape maneno yaliyo mazuri. Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma, waonyeshe unyenyekevu kuwa chini yao, kuwa mnyenyekevu kwao. Wahurumie na waombee dua. Sio hayo tu, waombee dua, sema وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، نسema ya Mola wangu wahurumie, waombee kila la kheri kama vile walivyonilea mimi nikiwa mtoto mdogo. Kuna mtoto alimwambia baba yake siku moja, nimekutimizia haki zako zote, yani mimi pepo na ya kwangu bila ya hisabu. Mzee akacheka akasema, taabu ulionipa ulipokuwa mtoto mdogo na haya unayofanya wewe umenifanyia hayafiki hata udogo wa kucha. Ni kweli? Anasema ni kweli. Akasema twende. Akapanda naye juu ya mlima ambao hauna mwisho. Mzee akachukua mpira akaurusha ule mpira, na kwa kuwa ni mlima lazima kuna mteremko na mpira ukishaurusha unakimbia. Akasema nenda ufate ule mpira. Kijana akaenda mpaka chini, katembea sana, karudisha ule mpira. Hajafika hajapumzika na hema, mzee karusha tena mpira, akasema ufuate tena. Mara ya pili akamwambia, namna gani mzee, nimeshachoka bwana. Akamwambia, mlima huu ndio wewe ulinipa usumbufu katika mlima huu. Ulipokuwa na umri ya miaka 3 uliwahi kuniambia nipandishe hapo, na nikakupandisha. Ulikuwa na mpira unarusha kila wakati, mimi naokota nikiwa mtu mzima na kuletea. Wewe hauoni kama mimi nimechoka, unarusha tena mimi naleta. Wala bado hujafikia uwema ambao nimekufanyia. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha katika Qur'ani tukufu kuwafanyia wema wazazi wawili, kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Anayemuasi baba yake au mama yake hana kheri katika dunia hii, na siku ya kiyama ndio atakuwa min al-khusran al-mubin, katika hasara zilizokuwa wazi kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, muabudini Mwenyezi Mungu na wala msimshirikishe na kitu chochote, na wazazi wawili wafanyeni ihsani. Nimekwambieni ndani ya Qur'ani tukufu huwezi kukosa aya ambayo Mwenyezi Mungu anaamrisha watu wamwabudu yeye bila ya kumshirikisha, alafu akaacha kutoa usia kuwatendea wema wazazi wawili. Hakuna hata sehemu moja. Baada haki yake anakuonyesha haki ya mzazi wako wa pili. Ndugu zangu Waislamu, rajul fi zaman nabiyillahi Musa alayhi salam kanat lahu ummun عجوزة ضعيفة كبيرة في السن، كان يخدمها وكان تحتها وكان يطيعها وكان يحبها، فكلما خدمها تدعو له بدعوة واحدة تقول له: اللهم
اجعله قرينا لنبيك موسى بن عمران في الجنة. kulikuwa na kijana alikuwa na mama yake mzazi, mtu mzima sana, ni bibi kizee, alikuwa anampenda, anamtii, anamheshimu, anamkirimu, anamhurumia, anamhudumia, yuko chini ya miguu yake miwili, kila akimfanyia mambo yake. Sasa anakwenda kutafuta riziki, anamwombea dua moja tu, anasema ewe Mwenyezi Mungu, mjaalie kijana wangu huyu akae pepo moja na mtume wako Musa, katika zama za Nabii Musa. Na Musa anaishi katika nchi ile, lakini mama hamfahamu Musa wala kijana hamjui Musa, kwa kuwa ni mtume ameshasikika na watu washamjua. Mmoja katika masiku Musa alimuuliza Mwenyezi Mungu, nionyeshe watu watakaokuwa jirani zangu peponi. Mwenyezi Mungu akamwambia, kaa katika njia fulani, atakayepita pale wa kwanza ndiye huyo utakuwa naye dirisha kwa dirisha peponi. Bahati gani kukaa na mtume wa Mwenyezi Mungu pepo moja? Hebu tafakari, Musa atawekwa katika pepo la daraja gani? Hatopata mabanda ya uwani. Musa ni katika mitume watano wakubwa, na wewe unakuwa jirani wa Musa kwa sababu ya dua anayokuombea mama yako mzazi. Kijana yule akapita, Musa akamkamata, akamwambia, wewe unatoka wapi? Mbona kila siku nakuona unapita hapa? Kama ni kazi, mbona unachelewa sana? Kipi kinachokuchelewesha? Akasema, mimi na mama yangu mzazi namhudumia kila siku ndio nachelewa. Akamwambia, mama yako mzazi unamhudumia vizuri? Akamwambia, mimi niko chini yake, ninamtii mama yangu na Mungu anashuhudia katika hayo. Akamwambia, kwa nini usichukue dua kwake, asikuombee dua ya mzazi na kubalika? Akasema, ananiombea bila mimi kusema, na ajabu dua anayoniombea ni moja tu, ewe Mwenyezi Mungu, mjaalie akae pepo moja na Nabii Musa. Mimi nashangaa hali ya kuwa hajui huyo anayezungumza naye ndio Musa. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. نقول سبحانه وتعالى ndugu Waislamu, Nabii Musa hakujua kipi kilichopelekea kijana huyu akapewa wadhifa, akapewa bahati ya kusimama pamoja na Musa. Akawa anamchokonoa ajue kwamba ana siri gani, anafanya ibada gani, anafanya mema gani, mbona ni mtu wa kawaida anafika hatua anakuwa jirani na. Baada ya kumfahamisha vile, Musa akamwambia, abshir ya hadha fa inna Allah ta'ala awha ilayya, pata habari njema ya kijana, Mungu kaa hapa na atakayepita ndiyo atakayekaa pepo moja na wewe. Kijana alikuwa anaombewa dua, na dua ya mzazi hapo kwa hapo imeonyesha kwamba imekubalika. Kumaasi mzazi ni kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema, ridha alwalidaini, ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhtu Allah fi sakhti alwalidain. Radhi za Mwenyezi Mungu zinakuja kwa mtu pindi wazazi wanapomridhia, na hasira za Mwenyezi Mungu zinakuja kwa mtu pindi ikiwa wazazi wake wamkasirikia. Katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu anaonyesha, anasema, qul ta'alu atlu ma harrama Allahu alaykum, ma harrama rabbukum alaykum alla ta'budu alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Njoeni nikufahamisheni mambo ambayo Mola wenu ameharamisha. Jambo la kwanza, msimshirikishe na kitu chochote. Kisha akasema, na jambo la pili, ameharamisha kuwaasi wazazi wawili, wamwafanyie wema. Ndani ya Qur'ani tukufu aya hizi zinakutosha wewe Muislamu kuonyesha kwamba wazazi wawili baada ya Mwenyezi Mungu wao ndio wanafuatia. Baada ya kutimiza haki za Mola wako, wao ndio wanafuatia. Mpaka katika surati Al-Baqara Mwenyezi Mungu anazungumzia kumlisha mtu, kumpa pesa, kumpa chochote katika mali yako, nambari moja anastahili wazazi wawili. Hebu sikiliza aya inaposema, yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayn. Watakuuliza tutoe sadaka ya aina gani?
tutoe nini? Waambie ya kwamba ma anfaqtum min khairin, khairi zozote mtakazotoa, nambari moja anayestahiki falil walidain, wazazi wawili. Lakini masikitiko yalioje, kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa uwezo, wana wazazi wao wawili, lakini hawana mpango na wazazi wao. Wanaishi katika maisha yaliyokuwa dhiki kabisa, wanaishi katika maisha yaliyokuwa ya taabu kabisa, hali ya kuwa mtoto wao amejaliwa na Mwenyezi Mungu neema. Mtoto kazi yake anamwangalia mke wake, au analisha marafiki zake, au wakati mwingine ana wanawake wa pembeni, lakini nenda kwa mama yake mzazi utamkuta ana hali ngumu sana. Anayestahiki sadaka yako nambari moja wazazi wako wawili, falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Kwanza wazazi wawili, ndugu zako wa karibu, mayatima, maskini na wapita njia, lakini wazazi wawili wamepewa kipaumbele sana. Katika surati Maryam Mwenyezi Mungu anamsifu Nabii Yahya, anasema wabarran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya. Yahya alikuwa mtiifu sana kwa wazazi wake wawili na hakuwa mwenye kuwaasi wazazi wake. Na Nabiyullah Isa anajisifu akiwa mtoto mdogo, ana miezi, anasema wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya, na Mwenyezi Mungu anamshukuru kwa kunijalia nimekuwa ni mtiifu sana kwa mzazi wangu yule, kwa mama yake mzazi, na wala hakumfanya kuwa ni mtu wa kumasi mama yake mzazi. Uzito wa wazazi wawili mitume wa Mwenyezi Mungu wanajua. Nabii Ibrahim katika surati Ibrahim dua aliomba, basikiliza: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي، مولا wangu nisamehe makosa yangu, waliwalidayya, na wazazi wangu wawili. Nuh anawaombea wazazi wake wawili katika surati Nuh, mwishoni anasema rabbi ighfir li waliwalidayya waliman dakhala baytiya mu'mina. Ewe Mola wangu nisamehe makosa yangu mimi pamoja na wazazi wangu wawili. Nabii Ibrahim baba yake alimuasi, alikuwa anauza masanamu, alikuwa yeye ndo kubwa la makafiri, lakini anasema waghfir li abi innahu kana min adh-dhallin. Nenda katika sura Ash-Shu'ara, Ibrahim anasema yeye Mwenyezi Mungu amepotea huyu mzee, si akili yake huyu mzee, naomba umsamehe. Anamwombea msamaha yeye, kuonyesha kwamba wazazi wawili wana uzito wa hali ya juu. Inna Nabii sallallahu alayhi wasallam sa'ida ala al-minbar dhata yawm faqala amin amin amin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda juu ya minbar siku moja, Ijumaa, anataka kutoa khutba. Alipopanda ngazi ya kwanza akasema amin, ngazi ya pili akasema amin, ngazi ya tatu akasema amin, kisha akatoa khutba. Baada ya kumaliza khutba yake maswahaba akamuuliza, ulisema amin mara tatu kwa sababu gani? Mtume anasema atani Jibril alinijia wakati ule napanda mimbarini, faqala ya Muhammad raghma anfi rajulin dhukirta indahu wa lam yusalli alayk faqul amin, faqultu amin. Akaniambia, ewe Muhammad, ameangamia na ameteketea mtu ambaye atasikia jina lako ametajwa mbele yake kisha kusema Allahumma salli wa sallim alayhi. Huyo ana hasara kubwa, unasikia mtume anatajwa alafu msalii. Kisha akasema raghma anfi rajulin, ameangamia mtu ambaye dakhala alayhi Ramadan thumma kharaj wa lam yughfar lahu faqul amin, faqultu amin. Kisha akamwambia ameangamia na kuteketea mtu ambaye Ramadhani imeingia, mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia na ukaondoka hajasamehewa dhambi hata moja, huyo ni hasara na ameshaangamia, sema amin. Ndio maana nikasema amin ya pili. Kisha akamwambia raghma anfi rajulin, ameangamia na kuteketea mtu ambaye man adraka walidayhi au ahadahuma thumma lam yadkhul aljanna, ameteketea na kuangamia mtu ambaye amepata bahati ya kuwakuta wazee wake wawili bado wako hai au mmoja wao, kisha hakuwatumia ikawa sababu ya yeye kwenda peponi. Hakwenda peponi hali ya kuwa wazazi wake wawili walikuwepo, huyo ameangamia, sema amin. Na nikasema amin.
bakhti iliyoje kwa mtu ambaye wazazi wake wawili wako hai mpaka hivi sasa, ndio pepo yako, ndio moto wako. Wao wakikuridhia wanaenda peponi bila ya hisabu. Wao wakikombea mambo yako hayawezi kuwa magumu ukiwa chini yao na ukawatii na ukawafanyia wema. Ndugu zangu Waislamu, katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema raghma anfin thumma raghma anfin thumma raghma anfin, ameangamia kisha ameangamia kisha ameangamia. Qila man ya Rasulullah, akaulizwa ni nani huyo ewe mtume wa Mwenyezi Mungu aliyoangamia? Akasema man adraka walidayhi au ahadahuma inda al-kibari wa lam yadkhul al-janna, mtu ambaye kapata bakhti ya kuwakuta wazazi wake wawili au mmoja wao, tena bakhti yenyewe mzazi ni mtu mzima sana, karudi kama mtoto, bakhti hiyo, kisha akashindwa kwenda peponi, huyu ameangamia. An Salman ibn Buraidah, Salman ibn Buraidah anasema raa rajulan wa huwa yahmilu ummahu ala dhahrihi fi at-tawaf, wake wa kike, mama yake mtu mzima sana, kutembea hawezi, kamweka mgongoni, anatufu naye kule kwenye Kaaba. Hebu jaribu kujenga hii picha. Kijana huyu anaonyesha vipi? Ni mtiifu, anamkirimu mama yake, kampeleka Maka, kamweka mgongoni, anatufu naye. Ile kazi ya kutufu peke yake ni kazi, kulikuwa na zahma ya watu, na yeye kamweka mgongoni. Baada ya kumaliza akamuelezea Mtume kitendo alichokifanya, akamwambia je, nimeshatimiza haki yake? Nimeshamlipa ihsani alionifanyia? Mtume akasema la wala bizafratin wahida, hapana hata kidogo, hujamlipa hata tabu, nusu ya tabu aliyopata katika kukuzaa na kukulea. Ndugu zangu Waislamu, jaa rajul ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala lahu man ahaqqu an-nas bi sahabati ya rasul Allah? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. alikuja mtu kwa Mtume, anamwambia Mtume, hebu nielezee ni nani anayestahiki ihsani kwangu, khairi kwangu, takrima kwangu, huruma? Nani nambari moja katika dunia hii anayestahiki nimfanyie hayo? Mtume akasema mama yako. Akasema thumma man? Kisha nani baada ya mama? Mtume akamwambia mama yako. Akauliza nani tena? Mtume akamwambia mama yako. Mara tatu akauliza tena, Mtume akamwambia kisha baba yako. Mama akapewa fursa tatu kuliko baba, lakini utamkuta mtu anamfadhilisha mke wake kuliko mama yake. Isma' ma'i, hebu sikiliza vizuri, qissa mu'lima jiddan, kisa kinachosikitisha, kinachotia uchungu sana. Rajul tazawwaj, kana yaskun ma'a ummihi fi ad-dawr al-awwal, alikuwa anaishi yeye na mke wake katika ghorofa ya kwanza. Mama yake hajazaa mtoto zaidi ya yeye. فكبرت الأم، ماما كان mtu mzima, حتى اختلط عقلها، mpaka akili yake ikawa ya kitu uzima. Akiona mtoto anakunywa maziwa na yeye anadai mbona mimi sijapewa maziwa, akili inarudi kama alivyokuwa mtoto. Mke anakerekwa na mama mzazi, mama wa mume wake anakerekwa na mkwe wake, akawa anamwambia mume wake, amma ana au amma ummuk, chagua ima mimi au ima mama yako mzazi, siishi kwa raha na wewe. Mama yako anapiga watoto, mama yako ananisumbua sana ukienda kazini, mama yako kadha na kadha. Na mwanamke ambaye atathubutu kunyanyua ulimi wake akakuzungumzia wewe ubaya wa mama yako, hafai abadan. Mama yako wewe sawa na mama yake yeye. Kisha yule mwanaume anamwambia madha af'al, ma laha ghairi, hana mtu zaidi ya mimi, nitampeleka wapi? Leo kama angetuzaa wawili watatu ningemchukua ningempeleka kwa mtoto wake mwingine, sitafanya nini? Watu watanicheka, watu watanizungumza. Mwanamke akamng'ang'ania mwanaume ile, kila siku mashtaka, mama kafanya hivi, mama kafanya hivi. Yule mpaka akawa sasa hamsalimii mama, anaishi nyumba moja na mamake, anamkunjia uso mama yake.
hampi maneno mazuri mama yake kwa ajili ya mwanamke. Mwanamke akamwambia, sikiliza, mama yako kila magharibi ikifika anapanda kule juu, kwa sababu nyumba yenyewe ni gorofa, mwisho kulikuwa na sakafu tu haiendelei, anapenda kwa juu kama kupata upepo. Sasa wewe mfate kule, alafu msukume muangushe, akifa hakuna mtu yote anaweza kujua. Ndio hiyo kero itaondoka. Hutaki, kaa naye, mimi naondoka kwa wazazi wangu. Mwanamke anamtikisa mwanamume kwa ajili ya mama yake mzazi. Akhiran